la kutunza. Unajua nafanya kazi ya kusomesha. Mtu yote anapofanya kitu anatamani akifanyaje? Akione. Kwa mimi nafanya kazi ya kuwasomesha vijana wa asubuhi, mchana, jioni, asubuhi, mchana, jioni. Kwa hiyo nikiona wameelekea, mimi nafurahi. Kufurahi kwangu natunza, na zikiisha nitakuahidi kesho. Anasemaje? Jambo letu la elimu nalo linataka muda, linataka lan tanala al-ilm illa bisittatin, utopata elimu ila kwa mambo. Akamwambia nitakueleza mambo hayo sita bibayani, kwa uwazi uyajue. Jambo la kwanza, zakau, akili. Lazima uwe na nini? Zakau sio ile, yani ni chombo cha kupokelea, inaitwa zakau. Sawa. Wa pili, wahirsun, huwezi kupata elimu ila uwe na pupa ya kule kusoma kwenyewe, ukupie harakati, unakwenda ukirudi, unatwalii. Umeelewa? Cha tatu, wastimau, so wasamau, lazima usikilize, sio usikie. Kuna tofauti ya istimau na samau. Wastimau na kusikiliza, yani unaingia darasani swala kingi, unatulia swala kingi upate kusikiliza. Umeelewa? Swala kingi unasikiliza, unakuwa una concentrate, wanaita concentrate, ile concentration yako, unakaa unamsikiliza mwalimu kwa kituo na usemi kipindi kile. Wastimau, cha tatu hicho. Cha nne, wa bulghatun, chakula. Ukiingia darasani una njaa, inawezekana ukalala. Tena imetajwa bulgha, yani tumbo lako liwe lina. Ndio lazima wanafunzi wanaosoma muwasaidie jamani, wanafunzi wanaosoma muwasaidie, ili wapate kusaidieni na nyinyi. Wasaidieni wanafunzi wote wanaosoma dini, wanaosoma secular, wanaosoma yani bulgha. Ndio kama hivi unaona serikali inajitahidi kutoa mikopo, kutoa nini. Wakati mtu anasoma anatakiwa asaidiwe. Wa bulghatun, la tano, wa irshadu ustadhi, na uongozo wa mwalimu. Mpate mwalimu mzuri anayejua kiasi chako, anayejua vizuri manhaji na program za kusomesha na syllabus nzuri, isiwe anakusomesha au na irshad. Ukitoka hiki kije hiki kwa muda huu. Leo tunakuwa na matatizo, walimu hawana irshad. Ni kwamba sio mutlaka kwamba una elimu basi unaweza kusomesha. Unayo elimu, lazima pia ukasomee kusomesha. Bahati mbaya leo kila mwenye elimu anajiona ni nani? Hapana, lazima kipatikane chuo cha ualimu, mtu akasomee kuwa mwalimu. Sisi hata mitaala yetu ya dini inakuwa mibovu kwa sababu kila aliyosoma naye anaweza kusomesha, hajasomeshwa kusomesha. Ili ufanikiwe upate irshadu al-ustadh au irshadu al-muallim. Na la mwisho, watulu az-zaman, ndio nilipokutunzia hapo na ndipo kwenye ushahidi wetu. Watulu zaman, na lazima upatikane muda mrefu kwenye kusoma. Ndugu zanguni, lazima upatikane muda mrefu. Hakuna kusoma muda mfupi, eti miaka yako 5 wewe ushajua. Kama vile tunavyoona kule katika secular, mtu anasoma anaanzia kindergarten, miaka mingapi, alafu anakwenda primary miaka mingapi, na ile 3 10, kisha anakwenda sekondari A na O, miaka mingapi? 6, na ile 16, kisha anakwenda chuo. Inategemea kozi. Kuna kozi za miaka 3, kuna kozi za miaka 4, na kama udaktari ni miaka 5. Changanya na ile 16, 21, ndio unapata degree yako ya kwanza. Pia huaminiki bana,
Wangapi wana degree moja huko? Peke yako? Ewa, onyesheni tu, kwani mimi naonyesha mikono miwili kwa ajili yenu. Unapokuwa na degree moja pia huajiriwi. Kuna watu wana degree kibao tangu kama toka kusoma anatafuta kazi hajaaminiwa mpaka leo. Ana miaka 21 kwenye safari ya elimu. Miaka ukae tena uanze kutafuta masters mpaka kumaliza wewe ushazeeka. Ndio sasa kidogo tunakuamini mimi. Maana baada hapo tunataka uzoefu, experience. Kweli ushasoma, ushawahi kufanya kazi? Ndio hapo mtu anapokasirika anaingia barabarani anaandamana. Na wewe ni hatari nyingine ile. Iko siku inshallah tutaeleza. Kwa hiyo wakulu zamani, muda mrefu lazima usome, ujipe muda katika kusoma. Hata hizi haya masomo, muona mimi nimekaa hapa nasema hivi, unaweza kuona kama jana kwa leo karibu miaka 30 na mpaka leo bado sijajua kitu. Sijui chochote. Sijajua kitu chochote mpaka leo. Sema ndio al-a'waru 'inda al-umyan saidi. Mwenye kuona jicho moja kwa wasioona kabisa anasaidia. Wamekutana na watu wenzao hawaoni kabisa. Wewe unaona kwa mbali. Tunawashika mkono wanakwenda nao. Ndio sisi tunakalia viti hivi. Lakini eti sio ni wanachuoni, uongo. Mwenyewe nikikaa huko najiona kabisa sijui kitu, muongo. Nikijiona eti mimi nishakuwa mwanachuoni, la haula wala quwwata, Mungu akanisamehe. Lile ilmi 3 ashbab. Elimu ina shibri 3. Ya kwanza, man dakhala shibra al-awwal. Kuna hela hapo. Kuna hela Hamza. Elimu ina shibri ngapi? 3. Anaingia katika shibri ya kwanza, takabbara. Anaingia katika shibri ya pili, tawadha. Anaingia katika shibri ya 3, alima annahu la ya'lamu shay'an. Njoo chukue. Leo mimi niko hivi. Allahu Akbar. Elimu ina shibri 3. Kingi mbona kimya? Elimu ina shibri ngapi? Shibri 3. Shibri unajua nini? Ni hatua hivi. Hichi kipande kutoka hapa mpaka hichi kidole kirefu. Hii moja inaitwa Kiarabu inaitwa shibru. Kwa ilmu ina shibri. Mtu akiingia katika shibri ya kwanza takabbara. Mtu akiingia katika sehemu ya kwanza ya kusoma anakuwa na kibri. Anakuwa kibri. Sababu yeye anajua kila kitu, anakuradi tu. Kuna watu warududi wale, shibrul awwal. Kila kitu anapinga. Wewe ukamwambia hivi, nini bwana wewe? Mimi mwalimu wangu hakuniambia hivyo. Wewe mzee, mtu hawi na mwalimu, anakuwa na walimu. More than 1000. Anakuwa na walimu wengi. Sio mwalimu mmoja. Wenyewe anakuambia mwenye kumsoma mwalimu mmoja husoma werevu wake na ujinga wake. Huwezi ukajua uwerevu au ujinga wa mwalimu wako wa kwanza ila umpate mwalimu wa pili na watatu na wanne. Wewe mwenyewe umeamua manhaji yako ndio hiyo. Mwenye manhaji yangu hii tu, sitaki kutoka. Uongo. Soma watu wengi. Mtume anasema alimun nasi man ya'khudhu ilman nasi ila ilmihi. Mwanachuoni na mjuzi katika watu ni yule anayesoma elimu za watu wengi, zote anazitia katika elimu yake yeye, sio mtu mmoja. Wewe na mwalimu wako aliyokuanzisha unamsoma, alafu anakwambia toka nenda kwa yule. Na wewe kwa mwalimu wako mmoja kaa miaka hata 10, at least angalau miaka 10, 12 unakaa naye, kisha ndo unakwenda. Sio umekaa miezi mitatu, unatoka miezi mitatu unakwenda kwa huyu, miezi mitatu mwisho ujijui unakwenda. Wapo watu wao, huku kasoma hichi kidogo, huku kasoma hichi kidogo, akija siku mbili naye anatoa mawaidha au naye daktari. Wewe kaa kwa mwalimu mmoja, anakaa
mpaka anakwambia sasa toka twende kwa huyu. Mimi napenda kujitolea mifano mimi. Mwalimu wangu wa kwanza kabisa mimi mamangu mzazi. Kanisomesha kisha akanipasia kwa mumewe babangu. Katoa assist. Akanichukua mzee akanisomesha. Wakati nasoma kwa mama nilikuwa naona mamangu ndo bingwa. Anajua. Alinipeleka kwa mzee kasa kumbe mama ana sehemu tu sio sana. Mzee naye tukakaa naye akanitoa. Akanipeleka kwa walimu wenziwe. Marehemu Sheikh Kisua, Sheikh Simba nipeleka huko. Taufiki kwa huyo. Akanipeleka kwa babake huyu marehemu Sheikh Kazaliwa na Sheikh Ali Kayembe. Na si anahitaji na hesabu huko. Nikakaa nao baba zake. Akanitoa akanipeleka kwa marehemu Sheikh Ahmed Haidar. Inaeleweka vizuri? Sheikh Ahmed Haidar ndio akamwambia mzee huyu mtoe hapa. Nikapelekwa Kenya, Lamu. Nikakaa kule, nikarudi hapa, nikaenda Tanga miaka 13. Katoka hapo nikaenda kidogo Pakistan kidogo, nikarudi, nikaenda Misri kidogo. Ndio angalau ndio niko hivi. Tumsalimu Mtume Muhammad. Allahumma salli wa sallim alayhi. Ndio angalau naona jicho moja. Sasa mwenzangu wewe unachukua simu ukasomea humo unanishangaza. Au unatoka kwenda kununua kitabu pale kwa Shabani. Hebu inuka Shabani. Unauza vitabu vya Kiswahili pale. Akache. Ngoja naye nikutunze. Shabani anauza vitabu vyake. Jamani nueni vile vitabu vya Shabani lakini sio ndo mmemaliza Tumsalimu Mtume Muhammad. Tulu najaribu kuelezea tulu zamani. Kwa hiyo tusiongeze maneno mengi sana. Tunarudi pale. Haya maneno unajua yametoka wapi? Wa huwa alladhi khalaqa sab'a samawati khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyam. Haya maneno yanatokea hapo, msije mkasahau. Kwa nini Mungu ametumia siku 6? Sio siku 6 za ulazima kwake yeye, bali siku 6 kwa ulazima kwetu sisi. Anatufundisha sisi tujipe muda katika kuyafanikisha mambo yetu, sio asubuhi kwa jioni. Mambo yetu mengi sisi yanabuma, yanakwisha kwa sababu hatutaki kujipa muda katika kuyatafiti, kuyasimamisha mpaka kuyafanikisha. Siku 2 tu mtu kisha kwa mwanasiasa, naye anakwenda bungeni, akitoka huko akija hapa ndio tunamkoma. Siku 2 tu naye kisha kwa imamu. Haitakiwi hivyo. Jipe muda, soma huko. Sallallahu alayhi wasallam. Sawa. Unachukua kule kidogo unachanganya alafu unatia unakwenda. Kwa hiyo hata mambo yetu haya tusitaki asubuhi kwa jioni. Ukienda sasa hivi ukienda nchi kama Marekani au ukija kama hapo Dubai, namna ilivyofika walijipa muda. Sisi hatujataka kujipa. Sisi tunajiongopea kwenye muda. Mtu unaishi na mkeo miaka 2 tu sasa kashanshinda huko. Miaka 2 Sheikh Umar Babu. Nyie mloacha miaka 2. Mwingine anakwambia nimekaa naye miaka